maana pakuna miungu mtaamini. Sitajitia unajisi, chakula cha ufalme. Asante sana Pastor J. Naweza keti. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuniokoa na kunifanya wake. Nashukuru sana mchungaji wetu na Pastor J, ambao ni wazazi wetu wa kiroho kwa kunipea nafasi siku ya leo hata ya kushiriki pamoja nasi neno la Mungu siku ya leo. Na ninamshukuru Bwana sana kwa sababu ya kila mmoja wetu pia ambao tumefika katika ibada siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tunaamini ya kwamba hatutatoka katika nyumba ya Bwana jinsi ambavyo tumekuja. Bwana atukuzwe. Kwa sababu Mungu wetu anatupenda na anatujali na ako na mpango mwema juu ya maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na alitujua tangia mwanzo. Biblia inasema ya kwamba kabla hatujaumbika kwa tumbo za mama zetu, yeye alikuwa anatujua. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ametubeba kwa ubani huu kwa sababu anatupenda, kwa sababu ako na mpango mwema juu ya maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na amezidi kutubeba kwa neema yake. Ndio maana hatujaangamia, hatujazimia, kwa sababu Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikishiriki siku ya neno siku ya leo, naamini pia nami neno la Mungu litanenea, kwa sababu inasema neno la Mungu ni mkate wa uzima. Bwana asifiwe sana. Na linastahili katika kuonya, katika kufundisha, katika kuelekeza, ili kwamba tukapate kuishi kama mapenzi ya Bwana yalivyo, tukapate kumjua. Bwana asifiwe. Kama vile Paulo alisema ya kwamba nikamjue Bwana katika nguvu, hata na katika nguvu za ufufuo wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo naamini tutashirikiana na ili tusikie Mungu neno la Mungu ambalo Mungu ametia ndani yangu siku ya leo, neno ambalo lilikuwa linanenea moyo wangu. Naamini ya kwamba Mungu pia atanena na mioyo yetu siku ya leo. Bwana asifiwe. Na neno ambalo Mungu amenipea siku ya leo nikalipa ujumbe na inasema it is worthy the cost of obedience. It is worthy the cost of obedience. Ya kwamba inastahili gharama ya kutii. Bwana asifiwe. Ya kwamba inastahili ama ni ya faida gharama ile ya kutii. Bwana asifiwe. Na nianze kwa kusema kila kitu kiko na gharama yake. Bwana asifiwe. Katika yale maisha tunaishi saa hizi, everything has a cost. Bwana atukuzwe. Everything. Kila kitu. Bwana atukuzwe. Kila kitu. Kila kitu. Iwe ni gharama ya kuamua, iwe ni gharama ya pesa, gharama ya kutoa masaa yako, gharama, kila kitu iko na gharama yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana atukuzwe. Na Yesu akasema katika Luke 14 verse 28, inasema katika Luke 14:28, Biblia inasema ya kwamba maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kupiga msingi, watu wote waonaye wakaanza kumdhihaki. Bwana asifiwe. Ati ni nani atakaye kujenga mnara kwanza anaketi, anaona kana kwamba ana vile anavyostahili, ili kwamba akisha kuanza asije akakwama wenzio wakamchekelea. Bila tuonyesha kila kitu kiko na gharama yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kutii ya obedient ni ile willing to comply with commands
ile hali ya kukubaliana na masharti ama orders, maagizo, instructions, kukubaliana na hiyo ndio obedient. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na Mungu mwenyewe akasema katika Samueli wa kwanza 15:22. Katika Samueli wa kwanza 15:22, Mungu alikuwa anamnenea Sauli hapa. Na Biblia inasema katika Samueli wa kwanza 15:22, naye Samueli akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketeza na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Bwana asifiwe. Mungu anamwambia that obedience is better than a sacrifice. Jina la Bwana lipewe sifa. Kutii, Bwana atukuzwe. Ilo kutii, wakati unaambiwa fanya hivi na wewe unafanya vile. Bwana asifiwe. Mungu anakuambia pitia hapa na wewe unapitia. Bwana atukuzwe. Naamini kila mmoja wetu kutoka safari ambayo tumekuja na Bwana, Mungu amekuwa akinena pamoja na wewe kwa njia moja ama ile nyingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Mungu wetu, kwa sababu anatujua, yeye hunena na sisi sawa sawa na kipimo cha nguvu zake zilizo ndani yetu. Bwana asifiwe. Kwa ile uwepesi tunaweza kumuelewa, Mungu hutunenea. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu hukunenea. Kwa mfano, vile pengine mimi atanenea, sio vile mtu atanenea yule ambaye ananichukua hapa mbele yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Sio vile atanenea huyo mwingine ambaye mmeketi na yeye. Hivyo Mungu hunena kwa njia tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hunena kwa kiwango kile kabisa cha chini utaweza kumuelewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe sana. Unajua, kama mimi najua Kikuyu na sijui Kikale, Mungu hawezi kuniongelesha na Kikale. Sasa akiniachia sitam akicherio sijui. Si unaona mimi nitatanganyikiwa? Kama mimi ni Mjaruo, Mungu ataninenea na Kijaruo. Kwa sababu hiyo nitajua hiyo ni kusema nini. Bwana asifiwe. For example, nikiambia niko na my friend pale tunafanya kazi na yeye ametoka huo Western. Nikimwambia wake ya. Inasalimiana waje? Wake hawa. Sasa ataanza kushindwa. Hizo tena nini tena? Si ni kweli? Kwa sababu hiyo lugha haielewi. Lakini ukiambia mtu anajua hiyo lugha, wewe mwega, anakwenda wewe mwega hiyo. Kwa sababu anaielewa kabisa. Bwana asifiwe. Hivyo Mungu huwa anatunenea kwa ile sauti ambayo tutaielewa, na kusudi lake anakusudia kwamba tukaweze kumuelewa. Na ndio maana siku ya leo Mungu liko na hilo neno ya kwamba it's worth the cost of obedience. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Biblia inasema katika John 12:24, bado niko katika utangulizi wangu, katika Injili ya Yohana 12:24, Biblia inasema ya kwamba katika hiyo John 12:24, Yesu anasema that amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Jina la Bwana lipewe sifa. That not unless a kernel of wheat falls and it dies. Bwana asifiwe. Ati hiyo chembe ya ngano isipoanguka, Bwana asifiwe, isipoanguka chini ife, Bwana asifiwe, isikwe na huko, Bwana atukuzwe. Amen. Isipofanya hivyo itakaa peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Wakati imefunikwa huko juu, wakati inamea, Bwana asifiwe, inakuja na mazao mengi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo gharama ya hiyo mbegu ni kwanza ikufe. Bwana asifiwe. Si unaona hivyo? Kuna hiyo gharama. Tulisema kila kitu iko na gharama yake.
Bwana asifiwe. Na tunaambiwa kama hii ngano isipokubali, hata mahindi huwa tunapanda, Bwana asifiwe, tunapanda vitu mingi. Na kwanza condition moja, ukiwa uko na viazi, na hapa watu wengi ukiwaangalia hivi venye wamegema viazi za Bwana Yesu, usipo zichimbia chini zikufe zichipuke tena, haziwezi za Bwana asifiwe. Ati ugage tena mbegu shirutage kuhani ile kitu ile ni premium ile inachomoza. Wewe utasemaga tu hapo uko na nini? Lakini zitawazea wapi? Lakini ukizifanyia kazi, sio sasa unaona pahali gharama inakujia. Ziende zikufe huko, baadaye zitachipuka na zitazaa mazao mengi. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. Kuna cost ya kumtii Mungu. Bwana atukuzwe. Na ile kitu Mungu angependezwa kwetu nacho ni kutii maagizo yake, kumfuata, kutii sauti yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Biblia inatuambia katika Proverbs 19:16, Methali Proverbs 19:16, that he who obeys instructions guards his life, but he who is contemptuous of his ways will die. Bwana asifiwe sana. Tunasoma Proverbs 19. Proverbs 19 hiyo Methali. Proverbs 19 mstari wake wa 16. Biblia inasema ya kwamba yeye aihifadhie amri huihifadhi nafsi yake, bali yeye asiyesiangalia njia zake atakufa. Bwana atukuzwe. Yeye who obeys yule ambaye anafuata amri. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Biblia inasema uihifadhi nafsi yake. Bwana atukuzwe. Because in this life it's all about instructions. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata mtoto akikua na kudevelop, Bwana atukuzwe, huwa anakubali, kama huyo mtoto atafuata maagizo ya mzazi vizuri, baadaye huwa mtoto mzuri baadaye. Si ni kweli? Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio tunaambiwa wakati watoto wetu tunawalea, tuwalee na njia nzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu hawatatoka kwazo. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya zile instructions ambazo tunawapatia. Bwana atukuzwe. Ndio maana huwa tunaona kama watoto dini hii ya Kiislamu wakiwa wadogo wanafundishwa katika itikadi zao. Bwana asifiwe. Na wanafuata hizo command zao. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe sana. Hivyo hata sisi Mungu amepanga mambo mengi juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Amepanga mazuri kwetu. Bwana asifiwe. Lakini sisi pia inatugharimu sisi katika kuenenda katika kumtii Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na ndiyo Mungu alisema akanena kupitia Samueli ya kwamba kutii, Bwana asifiwe, kutii hata ni bora zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata kuishinda dhabihu. Imagine Mungu akisema that obedience is better than what? Just imagine that weight of obedience. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anakuambia ningojee hapa. Bwana asifiwe. Unamngojea hata kama atamaliza siku 4, siku 5, siku 7, lakini alikwambia ufanye nini? The ability to wait there, that obedience. Wewe hata kama atakuja the following month, bado umemngojea. Bwana asifiwe. Amen. Do we have that capacity to obey God? Jina la Bwana lipewe sifa. Tuko na hiyo uwezo ya kusikia ni vizuri sana. Bwana asifiwe. Kusikia ni vizuri. In fact, kusikia ni kitu moja na kufanya ni kitu kingine. Bwana asifiwe. Hearing is one, but obeying the instructions is another thing. Bwana atukuzwe. Na Yesu alitoa mfano. Akasema kulikuwa na mtu mmoja ako na watoto wawili. Matthew 21:28. Matthew 21, Biblia inasema Yesu alipeana mfano hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Akatoa mfano, akasema ya kwamba kuna, acha nisome.
nasoma Mathayo 21. Ukiona mtu kama haoni unamwambia tuko Mathayo. Bwana asifiwe. Mathayo 21:28. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza, akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. 29. Akajibu akasema, naenda bwana. Asiende. 30. Akamwendea yule wa pili, akasema vile vile, naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. 31 nauliza, je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akamwambia, amini nawaambia. Tunaweza kufikisha tu hapo ili baadaye utajimalizia. Bwana asifiwe. Tunapewa scenario ya mtu mmoja ambaye alikuwa na wanawake wawili. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inatuambia, akaambia yule wa kwanza, mwanangu, enda leo ukafanye kazi katika mzabibu. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe. Kama wewe tuseme kama wakati huu ile hakuko na mvua ama mvua na umemwaga ile seedbed ya mboga. Bwana asifiwe. Na huwa unaenda kumwagilia maji. Wengine utume wale zinataka kukauka. Utume wa kwanza kama uko na watoto wawili, umwambie aende afanye na baadaye asemeje, nitaenda. Lakini hataenda. Bwana asifiwe. Wa pili akwambie siendi, baadaye nimefanya acha niende. Bwana asifiwe. Yesu alitoa huo mfano. Na akawauliza, kati ya hao wawili, sikuna huyu amesema nitaenda lakini hakufanya nini? Uenda. Lakini kuna huyu mwingine anasema nitaenda, akaambiwa enda, akasema siendi, lakini baadaye akaenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninauliza, ni nani aliyefanya mapenzi ya Bwana wake? Ni nani? Hata wewe uniambie. Hebu jibu jirani, nani aliyefanya vile kwa inastahili? Si ni wa pili. Alitimiza mapenzi ya Bwana wake. Jina la Bwana lipewe sifa. So it's about obeying God. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio tunasema kusikia ni vizuri. Bwana asifiwe. Lakini baada ya kusikia na kutenda, hilo ndilo linalompendeza Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Obey is what is needed. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya kwamba kutii ndio inayohitajika. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu akikwambia fanya hivi, yeye anajua kile ambacho amekutayarishia. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kuna madhara ya kutotii. Bwana asifiwe sana. Na niko na baadhi ya mambo kama matatu hivyo ambayo yanatuonyesha nini madhara ya kutotii. Bwana asifiwe. I know there are many things that can happen. Jina la Bwana lipewe sifa. Baada ya mtu kutii. Si ni kweli? Bwana asifiwe. But ningetaka kwanza tuone what can happen ikiwa ya kwamba unapewa kama vile tunaona wakati kama mwanafunzi yako darasani anaambiwa fanya hivi, anafanya vile, baadaye hiyo mtihani inakuja anapita. Yule mwingine ambaye hakufanya mimi sioni kama anaweza pita. Bwana asifiwe. Hata wewe wakati ulikuwa unasoma, wale hawakuwa wanasikiliza walikuwa wanapita. Wale hawakuwa wanafuata, walikuwa wana nini kweli? Bwana asifiwe sana. Si inakuwa hivyo. So obeying is better. Verse 7. Biblia inasema, nasoma katika Hesabu 20:7. Bwana akasema na Musa akinena, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie Bwana mbele ya macho yao, utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haruni wakakusanya kusanyiko mbele za Bwana. Akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokeze maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Maji yakatoka mengi
mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistari mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kisha hapo, baadaye you can take it by yourself. Biblia inasema tunaona you can miss your destiny. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu ukisoma hapo kuanzia mwanzo hiyo 20 ikifika pahali jangwani, wana wa Israeli wamefika jangwani, wamekosa maji, wamemlilia Musa, wanamwambia maneno makali, ati afadhali ungetuacha tufie huko. Mungu na yeye, Musa akamlilia Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu kwa sababu yeye husikia, alimpea maagizo. Bwana asifiwe. Akamwambia ya kwamba utakusanya watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumesoma hiyo. Akamwambia vile atakusanya watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Bwana atukuzwe. Akamwambia ya kwamba na hivyo tumesoma mstari wa 10 ikasema, toa ile fimbo ukawakusanya mkutano wewe na Haruni, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji. Hiyo ndio ilikuwa instruction. Bwana asifiwe. Walete watu alafu wanenee hiyo mwamba, hiyo mawe, waiongeleshe. Bwana asifiwe. Si ilikuwa waongeleshe? Bwana asifiwe. Na hiyo ingemletea Mungu tukufu. Bwana asifiwe. Lakini wakakusanya watu, badala ya kuongelesha mwamba, Biblia inasema aje? Akaugonga mwamba mara 2. Instructions zilikuwa gani? Auongeleshe. Wewe mwamba, pengine sema mimi niambiwe sasa nenea mgonjwa wapone. Upone. Na mimi niseme nianze vituko vingi. Bwana asifiwe. Nikiburukia kwa kichwa na kuwekelea. Tunaona hiyo sinani. Bwana asifiwe. Yes, pengine Mungu atatenda kwa sababu yeye alikuwa akisema. Bwana, lakini kuna repercussion kwa kutotii. Bwana asifiwe. Musa aliambiwa unenee mwamba utoe maji. Na yeye akachukua fimbo yake, akagonga mara ya kwanza na akagonga mara ya pili. Watu walikunywa maji kwa sababu Mungu alikuwa amesema wapewe maji. Lakini kwa Musa ilifanyika namna gani? Mungu alimwambia, kwa sababu haukuniheshimisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mkutano haukuniheshimisha. Kwa hiyo hamtawarudisha. Bwana asifiwe. Hivyo sio nyinyi mtaenda na wao. Bwana asifiwe. And we see that Musa sio yeye aliwaagiza, waliingizwa na Joshua. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe sana. Amen. Tunaona Mungu anakupea instruction, hiyo ng'ombe kitolee. Bwana asifiwe sana. Mimi ninatoa tu mfano. Bwana asifiwe sana. Na wewe unafanya mambo ya, lakini Mungu naye sisi mnapatana na hapo mbele. Hiyo ng'ombe unaatoa sijui ni nini, daktari anasema itia tu mtu abushe. Tuabushe ndio anakuja anakuambia hii reality na ni ng'ombe ya 52. Na wewe unaona badala ya mambo mingi na hatuwezi maliza hii nyama kwa hii familia. Hajafanya nini? Bwana asifiwe. Mimi natoa tu example, but let us be watchful. Bwana asifiwe. You can miss kile Mungu alikuwa amekusudia katika maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Also, you can be disqualified. Bwana asifiwe. You can be disqualified. Bwana asifiwe. You can be disqualified. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza, 1 Samuel, tuone kuna mtu hapa alikuwa disqualified. Jina la Bwana lipewe sifa. Najaribu kuharakisha kwa sababu ya wakati. Biblia inasema 1 Samuel 15 inasema, basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. 18. Kisha Bwana akakutuma safari, ukasema, enenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Jina la Bwana lisifiwe sana.
Mungu ananena na Sauli hapa, ananenewa na Mungu kupitia Samueli. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu anamwambia wakati alikuwa mdogo machoni pake, wakati alikuwa anaona kana kwamba hastahili kuwa mfalme, Mungu alimchagua. Bwana asifiwe. Na hata akamtilia mafuta. Lakini mstari wa 26 Biblia inasema ya kwamba Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu ulikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe. He was disqualified. Bwana asifiwe. Amen. Akaambiwa Mungu amekukataa wewe. Na ni Mungu alikuwa amemchagua. Bwana asifiwe. Soma hapo mwanzo, si Mungu alikuwa amemchagua. Amen. Mungu akafanya punda zao zipotee. Akaenda wakazitafuta kama siku 3 hivyo. Wakaona hapana. Wakaenda wakaulizia nabii. Sauli akatumwa kwa nabii. Bwana asifiwe. Mungu akiwa huko akanena Samuel, akasema huyu ndiye mtu niliyemchagua. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na hapa Sauli alitumwa na Mungu. Amen. Kapewa instructions. We are saying obey is the willing to comply with commands, orders or instructions. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini hakufanya vile ilikuwa imekusudiwa. Kupitia hiyo akafanya nini? Akachaliwa. Bwana asifiwe sana. That is another effect of not obeying. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie that we are not going to be disqualified. Amen. Another thing, you can miss your position. Bwana asifiwe. You can miss your position if you don't obey God. Na hiyo tumesoma. Biblia inasema ni Samueli wa kwanza, na ninashukuru kuna mmoja alisimama akatoa ushuhuda akasoma hiyo wapi. Ati ya kwamba na mimi nasema you can miss your position. Jina la Bwana lipewe sifa. And Biblia inasema hiyo mstari tu wa kwanza, Samueli wa kwanza 16 verse 1. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia ufalme katika wanawe. He missed the position. Bwana asifiwe. The position ilikuwa gani? Alikuwa mfalme hata wa kwanza Israeli. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini hiyo position ilipewa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Position ilipewa mtu. Na si ni kweli, hiyo ni neno la Mungu. Hiyo position, in fact Samueli anaambiwa, enda sasa kwa nyumba ya Jesse, niko na mtu nimepata huko. What about Samuel? He has missed them. Why? Because of not. Na si kama Mungu alihakuwa amemnenea. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa amemnenea. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wewe unaweza sema Mungu hajakunenea. Bwana asifiwe. Mungu hajakunenea. In fact mimi nashukuru Mungu kwa sababu yeye anatupenda kama hili kanisa. Huwa anatunenea. Bwana asifiwe sana. Huwa anatunenea. Bwana asifiwe sana. Na kusikia ni jambo moja, lakini kutenda ni jambo lingine. Na ndio tunasema obedience is what is needed. Bwana asifiwe sana. Kunaweza kuwa na that is the cost. We are saying there is cost of it. Jina la Bwana lisifiwe sifa. Na the Bible says in 1 Corinthians 2:9 that it is written, no eye has seen. Jina la Bwana lisifiwe sifa. Hata tusome hiyo neno ya kwamba hakuna no eye has seen what God has prepared to those who love Him. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema katika hiyo 1 Samuel 2:9, lakini kama ilivyoandika mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa wanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Jina la Bwana lipewe sifa. That there is no, their eye has not seen, nor ear heard, neither have it entered into the hearts of men, the things which God has prepared for them that
kwa wale wanao. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Biblia inatuambia if we love him, katika Yohana hiyo 14:15, that if we love him we will obey his instruction. John 14:15 inasema, katika hiyo John 14:15 Biblia inatuambia kwamba acha kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. That if you love me. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. So, do we love him? Amen. Do we love God? Hiyo usinijibu kwanza, because if we love, inatuambia tutaziweka na kuzishika amri. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika Yohana hiyo 10 mstari wake wa 27, in John 10:27, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami na wajua, nao wanifuata. Bwana asifiwe. That my sheep heareth my voice and I know them. Bwana asifiwe. Amen. Sisi ni kondoo, na Biblia inasema katika Psalms 23 mstari wa 2, ati adeithagia cienine iria cine kidu. Bwana asifiwe sana. Kwa wale ni kondoo wake. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. Si ya kwamba si tuchague hata tumtii Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. What can happen wakati unamtii Mungu? Jina la Bwana lisifiwe. One of the things ambazo zinakuja katika kumtii Mungu ni multiplication. Bwana asifiwe. Multiplication, na hiyo tunaiona katika Mwanzo 22:17. In Genesis 22:17. Biblia inasema ya kwamba katika Mwanzo 22 mstari wake wa 17, Biblia inasema Genesis 22:17, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Bwana asifiwe. Ibrahimu, ukisoma hapo mwanzo, Mungu alikuwa anataka kumjaribu Ibrahimu aone kama anaweza kumtii. Bwana asifiwe. Akamwambia nitolee mwana. Bwana asifiwe. Utasomea hapo nyuma. Na hapa Mungu wakati aliona kweli huyu mtu ananitii. Bwana asifiwe. Na muongelesha na ananitii, kama vile binasema ya kwamba watu wawili hawawezi kwenda pamoja kama hawajakubaliana. Bwana asifiwe. Mungu aliona Ibrahimu. Bwana asifiwe. Amen. By so doing, Biblia inasema that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply. Mungu anamwambia kwa sababu wewe kweli, ukisoma hapo juu, si alikubali kutoa Isaac. Si rahisi. Bwana asifiwe sana. Ati Mungu amekwambia hiyo pesa iko kwa account, taka sasa unitolee, na mtoto anafukuziwa school fees. Mtoto amefukuziwa school fees, na mama na Mungu amekwambia aje, nataka unitolee hizo pesa. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Najua sasa wanadamu sisi kwa tunaanza kupiga hesabu. Nasema hii ni rent, na tutalipa hii mwezi, na tunaitisha zawadi. Wanadamu wanaanza kupiga nini? Hesabu zake. Bwana asifiwe sana. Hebu imagine if Abraham alikuwa mzee, he was old, na hakuwa na mtoto mwingine, alikuwa na mtoto wake wa hadi ni Isaac, na Mungu amemwambia leo kiende leo. Hebu wewe unajua sometimes ruoro tikigwanagirwo, sivyo tunasemaga hivyo. Hebu wewe jiweke kiatu cha ake ruoro tikigwanagirwo, no tabetwe ndio raigwa ruoro. Sasa hebu jaribu kujifanya unasikia hiyo uchungu. Uko na mtoto mmoja na umeambiwa kutoe. Najua hiyo giza haiwezi kuja. Hatuwezi giza. Si kweli? Lakini hebu iangalie into another perspective. Uone condition yake ilikuwa namna gani. In fact, the following day he saddled akapack the donkey, na wakachukua visu na akabeba wafanyakazi wawili, na wakaanza nini?
Isaac anamwambia twageti kuruta igongona ri turume ya igongona kaiha tuthie tu. Bwana asifiwe. Amen. Anamfuata tu. Ibrahim akafika kwa mlima akasema, nyinyi mtatugojea hapa na mimi na mtoto, wacha tufanye nini? Nyinyi mkae. Bwana asifiwe sana. Amen. Umeamua umtolee Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu anajua ukiwa na pesa. Unajua sisi ndio hatujui. Amen. Wewe Mama Jerima hajui kama baba elimu ako na account. Lakini Mungu anajua kama tuko na accounts. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata pengine Mungu anajua kama mimi niko na account. Amen. Mungu anajua Mama Boboni kama ako na uwezo wa kuchukua loan. Mungu anajuaga hiyo yote. Bwana asifiwe. Hata akikwambia nataka 10,000, mkaingia wewe anajua. Bwana asifiwe. Na Mungu anataka kumjali. Ndio hapo na mtoto mwingine. Amen. Lakini alikubali. Bwana asifiwe. Amen. Na yeye hakurudi nyuma ati kuanza nini mwanani ya goso. Alienda mpaka ikafika pahali akamraza Isaac na akainua kisu. Wakati sijui ilikuwa imefika wapi. Sio moja na ndio hii mambo ya kukata nyama. Sijui kisu inashikagiwa wapi. Sasa hatujui ilikuwa imefika wapi bilionea. Lakini wakati alikuwa in the process, Mungu akamwambia. Bwana asifiwe. Unajua wengine wetu pengine Mungu angegoja utii hiyo amri. Bwana asifiwe. Sisemi natetea kutoa but nabii kutumia hiyo example. Bwana asifiwe. Mungu amekwambia aje utoe nani? Tuseme ni kama tu hiyo 1,000. Bwana asifiwe. Mungu anangojea niende, anajua mahitaji yetu. Bwana asifiwe. But obedience is what is required. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu amekuita, amekwambia siku fulani hiyo siku uende katika mahali utakapokuonyesha, uende ufast na ufunge kwa sababu ya jambo hili na hili na hili. Na hiyo siku ndio chama yenye mnaendanga, mmenunua mikate na mmechinda hiyo siku, ndio mko na sherehe hiyo siku. Bwana asifiwe. Hiyo siku na ni wewe charity ama wewe ni treasurer ama ni wewe ni the main character. Unajua wale the main character. Wewe ndiye uko pale na ni wewe ambao unatumwa shopping. Na hiyo siku ndio Mungu amekwambia uende ufunge na ufast. Ufanye hivi na hivi na vile. Na usiende hata huko. Mungu amekwambia hivyo Mama Kale. Lakini wewe unaangalia unaona. Ilugana ile tulipangete miezi na. Miezi na leo waje sasa. Unaambiwa sasa tunaanza kubageni na Mungu. Wacha niende. Nisitakula kitu, nitakula tu juice ya matunda. Baadaye nitakuja kuomba na kufunga. It's obedient is what is needed. Na wakati Mungu alitii, Abrahamu alitii Mungu. Ninasema Mungu aliweka covenant, akaweka nadhiri na yeye. Akamwambia kukuongezea, kukuzidisha, nitakuzidisha. Bwana asifiwe. Ati kukuongeza, kukubariki, naye nitakubariki. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kutii pia inaleta uponyaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwa nitaje tu hii kwa kifupi. Biblia inasema ya kwamba katika Wafalme wa Pili 5 in 2 Kings chapter 5. Bwana asifiwe sana. In 2 Kings chapter 5 verse 1 tusome tu kidogo. 2 Kings chapter 5 Biblia inasema basi Naaman jemedari wa jeshi na mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Bwana asifiwe. Tunaambiwa this person napewa character traits zake, vile alikuwa
mtu wa kuheshimiwa, alikuwa mkuu but alikuwa na ukoma. Bwana asifiwe. Biblia inasema turuke kidogo verse 8. Alisikia kuhusu mtumishi wa Mungu Elisha, na verse 8 hiyo inasema ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi wako? Naje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea ujumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itarudia, nawe utakuwa msafi. Lakini Naamani, Bwana asifiwe. Sisi tunaweza kuwa tu kama Naamani. Bwana atukuze. Alisema mtumishi wa Mungu alisema aletwe ajue hapa Israeli kuna Mungu. Bwana asifiwe. Lakini Naamani kwa sababu ya cheo chake alipewa instructions. Amen. Akaambiwa aje, utaenda mto Jordan. Hata Elisha hakutokea. Alitumana tu, mwambie aende Jordan ajitumbukize mara 7 atapona. The instructions were as easy as that. Bwana asifiwe. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa ajili ya Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi kwenye ukoma. Bwana asifiwe. Sinaona hata yeye alikuwa na matarajio yake, especially kwa sababu ya cheo chake. Hata alikuwa anadhania Elisha atakuja. Bwana asifiwe. Ati nidhani atakuja kwangu asimame. Bwana asifiwe. Asimame kwa jina la Bwana. Pengine kama ni sisi unagojea pastor apige ombi la nguvu mpaka muone kutoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati alifikiria ati atapitisha mkono wangu mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Alikuwa na matarajio yake. Bwana asifiwe. Kama vile hata sisi tuko na matarajio kwa Bwana. Ati Mungu anibariki kupitia alikuwa yangu mjomba. Anipatie nilisikia amekula milioni ngapi, anigawie 5. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema hata alikuwa anajiuliza, je, Abana na Parpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujitosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Bwana asifiwe. Anakompea, anasema si kwetu hata kuna maji mengi, mito mizuri hata kushinda hii. Bwana asifiwe. Amen. Anasema Bwana atukuzwe. Unajua kuna vile sisi kama wanadamu tunapima mambo. Bwana asifiwe. Kama huyu jemedari tu. Bwana asifiwe, apewe sifa. Amen. Akasahau sio hiyo instructions. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna vile Mungu amesema. Bwana asifiwe. Tuko na hesabu zetu sisi, ni kweli na zinafaa, lakini kuna ile ya Mungu. Amen. Hata wewe unaweza kasirika kama huyu jemedari. Bwana asifiwe. Aliona hata hii ni kuchezewa, pengine sisemi tumeambiwa hivyo. Aliona pengine hapa, yani nitoke huko, niache mito mikubwa, hata ametaja na majina, niende niambiwe nidhubukize hii. Pengine angeenda kujaribu ile. Bwana asifiwe. Lakini sio ile ilikuwa imesemekana. Ni gani? Na tukati mahubiri yangu short. Biblia inasema watumishi wake, verse 13, watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa, si ungelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Bwana atukuzwe. Sasa anapembelezwa na watumishi wake. Wanamwambia akikorwa kwilio domoneneli. Bwana asifiwe. Kama uko diagnosed na ugonjwa, unaenda kwa daktari anakuambia hii wekelea kwanza 50 hapa. Si ungewekelea? Mimi nauliza hivyo, si ungewekelea? Ati mtoto amekuwa diagnosed na nini? Ama kama vile tunajua wengi hapa ni wazazi. Wengi wao umeambiwa hii laini ukitoa pesa kana mtoto wake anaomoka.
Si wengi wanafanya hivyo? Bwana asifiwe. Wengi wanafanya hivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama anaulizwa, kama ungeambiwa jambo kubwa, si ungefanya? Yeye akaona kweli. Bwana asifiwe. Biblia inasema akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuta yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani kote ila katika Israeli. Basi na kuomba na samahani, verse 14, tumeruka verse 14, nasema ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno la yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa tu kufuata maagizo. Hata sio vile vitu alikuwa amekuja nazo, hata Elisha hakuzipokea ukisoma hapo chini. Bwana asifiwe. Lakini ilikuwa tu kufanya nini? Kutii sauti ya Bwana. Biblia inasema ati alienda akateremka Yordani akajitumbukiza mara ya kwanza kama vile aliambiwa, mara ya pili kama aliambiwa, mara ya tatu, ya 4, ya 5 na ya 7 akatokea akiwa karibu niseme akiwa mpya, akiwa ako mzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Kufuata instructions is what that is needed. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Biblia inatuambia katika Proverbs 19, katika Methali 19 mstari wa 20, Proverbs 19 verse 20 and 21, Biblia inasema in Proverbs 19 verse 20 and 21, Biblia inasema ya kwamba Proverbs 19, hear counsel and receive instructions, that you may be wise in the latter end. There are many devices in man's heart, nevertheless the counsel of the Lord shall stand. Inasema Proverbs 19:20-21. Sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwishowe. Mna hila nyingi mioyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Biblia inasema there are many devices in a man's heart. Mipango kwa Mungu mwanadamu ni mingi sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mungu anakuambia hivi, na kama vile tulisema, Mungu huwa anatuongelesha kiwango kile tutakachosikia. Amen. Bwana asifiwe. Mungu anatumia mtu kunena. Bwana asifiwe. Mungu anatumia hali kunena. Mungu anatumia watumishi wake kunena. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kuna hila nyingi moyoni mwa mtu, many devices, lakini shauri la Bwana. Bwana asifiwe sana. There is the counsel of, na hiyo ndio itakalosimama. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama Naamani angeenda kichovye hiyo kulingana na mipango yake, si ni kweli? Mipango yake inamuonyesha kwetu kuna mito mikubwa sana. Bwana asifiwe. Mipango ya mwanadamu inamuonyesha vile mahitaji yako mengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kuna shauri la Mungu. Amen. Na kama tunampenda Mungu, Biblia inasema we shall obey his instructions. Amen. So obedience is what is needed. Bwana asifiwe. So there is a cost in obedience. Ili kugharimu tu nama kuenda tu kufanya vile maelezo yanasema. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Amen. Na tunaona wakati Abraham alielewa, yeye hakuelezwa na Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. So kile tunafaa sisi kwanza tutoe kama mimi, Bwana atukuzwe, ni kutoa bageni katika kumtii Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. You know, wakati for example tumeambiwa maybe it's about kutoa 10. Bwana asifiwe. Amen. Is tutoe bageni hapo. It's all about obeying what the Lord has. After all, Mungu anajua ni kwa nini.
Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukubali ya kwamba tutamtii Mungu. Bwana asifiwe. Mungu asilete watu tukue disqualified ama tukue umepoteza nafasi yake. Sasa Mungu anataka mtu ambaye atamwambia vile atakaa. Jina la Bwana lipewe sifa. And the Bible is full of examples ya watu ambao walisikiza mashauri ya Mungu na vile Mungu aliwatendea. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. So it's all about following the instructions. Jina la Bwana. And kutii bila sema it's better. Ya kwamba kutii ni bora hata kuliko kutoa dhabihu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. So I don't know who here nani anataka kusikia hili neno, but as for me, obedience is what is needed. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. Mungu amepanga mambo mengi kwa sababu yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama vile tumesoma in 1 Corinthians 2:9 that hakuna macho imeona wala sikio lolote kusikia, haitaingia kwa mawazo ya wanadamu yale Mungu amefanya nini, ametupangia. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. And now we lead Abraham as the father of faith. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa kufuata vile Mungu alikuwa anataka. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. So the Bible is full of also examples. Watu ambao hawakusikiliza vile ilikuwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. And one of the things Mungu ametubariki nayo is the willing to decide. Bwana asifiwe. The free will. We are given the free will. The free will ile hali ya kuamua what to do. Jina la Bwana lipewe sifa. We are given that mandate and responsibility to choose. Kuchagua ni kwetu. Bwana asifiwe sana. Kuchagua ni kwetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hicho tungechagua katika kuitii hiyo sauti ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. For the Bible says, for I know in Jeremiah 29 verse 11 that for I know the plans that I have for you. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia anatuambia kwamba mipango anayo juu yetu. Bwana atukuzwe. Nikisoma hiyo, maana nayajua mawazo ninayowazia nini, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Bwana atukuzwe. Kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Bwana atukuzwe. And the Bible says in Psalms 32 as I sum up that 2 verse 8, Biblia inasema ya kwamba Psalms 32 verse 8 inasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Amen. Amen. Hadi wewe rafiki ya Mungu akikwambia that I will instruct you, that we say the ability is the willing to comply with the commands on us and instruct